Huko hapa Mungu anakuambiaga hivi, nenda kanunua eka 5 kule nje ya mji. Unasua mawazo mengi, yani hivyo. Mwisho wa siku utakuta umeshazila, mara umenunua makucha na makucha pia 4. Maviatu mengi, ujinga mtupu. Yeye mapita zangu ninyi. Unatumia 3.5 kwa ajili ya sura yako. Imekosea nini hiyo sura? Paku iue hivi, imekosea nini? Wale wapuzi wanaokuambia sura sio yake inatoa uchafu. Mungu, yani wao wanamzidi akili Mungu. Paka wakwambia sura yake inatoa uchafu. Okay, niangalie uso. Mimi inatoa uchafu hapa. Niangalie. Angalia wewe mchungaji, inatoa uchafu. Ala, nyie melogo najua. Mapepo yanawasumbua. Nini kinakusumbua eti? Hiyo sura imekosea nini? Mpaka kila siku iwekee vitu vikali vya kuiunguza. Alafu miaka 10 mbele uanze kuungua umekuwa bibi hapa. Mtu na miaka 45 umeshazeeka, lisura limesha katika. Ndio mnatufanya tuanze kumdanganya Mungu kuleta ukombozi wa sura. Mimi naambia miaka 10 mbele patakuwa na ibada za ukombozi wa sura. Nyinyi mnafanyaga watumishi wa Mungu wakosea. Alianza Mchina akasema haya majito yatumiagi akili ya ardhiki na maisha yao tuwaletee Carolite. Paka wanaume wakaanza kuwa weupe hapa hivi. Mchina, hawa watu sio kama ni wapuuzi. Sisi ndo wapuuzi sio rizika na mambo Mungu ametupa. 3.5 package. Wakati wa asubuhi paka hivi. Wewe umeshakufa wewe. Wakati wa mchana kwenye jua kali paka hivi. Hivi wewe unamfahamu Mungu mpaka acha kuna vinyweleo kwa mbali. Wewe unavikwangua toka Mchina ndo ananielewa vizuri. Hivyo Mchina anakuelewa vizuri kuliko Mungu aliyekuwekea vinyweleo. Be smart. Unakunywa vidonge, unajisugua. Umekosea. Nini kimekosekana kwako mpaka ufanye yote hayo? Hizo hela unazo, ila za uwekezaji huna. Na wauliza ninyi watu. Wazo la kiungu utaki kulifuata, ila mawazo ya giza ya kubadilisha sura unayo. Unafuata kwa nguvu zote. Wanasemaje? Wameleta package nyingine. Wanasemaje? Package nyingine. Sasa mpaka wamama na miaka 50 kasoro anajipodoa. Ni vichekesho vitu. Mtu kakaa kama Yezebeli. Yani chumba chake kina madudu. Mafuta ambayo ukipeleka usoni unaweza kuungua. Yeye anavumilia. Hivi ni mna shida gani? Nani kawaloga wa Afrika? Aliyekwambia sura yako ni mbaya ni nani? Mbona ya kwangu imekaa vizuri? Mimi Joakim simama. Wewe unajionaje mzee? Njoo. Njoo wewe kijana wangu, wewe smart. Njoo. Nataka ninyi mliologwa, angalia mkono hapa. Una mabaka? Au umefanya scrub hapa? Fanya hivi. Au umefanya scrub mzee? Pako sawa kabisa. Hapa pana shida gani? Kinachokufanya unywe dawa ili pawe peupe zaidi ni kitu gani? Ukimwangalia usoni ana shida yote. Mungu alikuweka hivyo kwa sababu alijua utakuja na mvuto fulani wa tofauti. Uwe weusi, unajua kuna wazungu wanatamani kuwa weusi. Mbona si wanaume hatuna shida? Nyinyi nani amewaloga? Alafu utakuta mtu mme wake hataki, ila anasema mimi lazima nifanye. Unamfanyia nani? Mimi ndo sitaki, mimi mme wako sitaki. Ndo huni unaanzaga hapa. Ukakae. Mme wako hataki sketi fupi. Unasema mimi ndo napenda hivi. Sasa mme wako ndo hapendi. Mbona wewe unapenda? Maana unataka kujiuza. Nikasirikie uone. Nani alikwambia uje kwenye ibada leo? Mke wangu aliniambia sentensi moja ngumu sana ambayo naamini itakuja. Mke wangu akaniambia hivi, ninaamini kuna hukumu inakuja ya Mungu kwa watu walioharibu sura zao. Kwa sababu imekuwa ni extreme.
Hii ni level ya juu ya kumwonyesha Mungu ya kwamba ulitukosea. Kuna hukumu inakuja ya Mungu, na itakapokuja itaanza na watu wa kanisani. Rusha hilo sasa, siwezi kulirudisha. Pareto, mwambie jirani yako Pareto principle.